na swali hilo linajikita upande wa elimu. Cha kwanza, tuna shule ya sekondari pale Philip Mangula kata ya Imalinyi ambayo kimsingi tumeendelea kuijenga kama wananchi. Ina miundombinu ya kutosha na ina eneo kubwa sana, takribani ekari 77 za shule ile. Lakini baada ya kujenga miundombinu shule ile, nitaka kujua mpango wa halmashauri kutokana na miundombinu ya madarasa kuwa imezidi. Lakini la pili, eneo ni kubwa na serikali imekuwa ikielekeza zaidi kuendeleza shule zetu hizi, hasa tukiwa na maeneo makubwa kwa maana ya kidato cha 5 na 6. Je, ni lini mpango wa halmashauri kwa ujumla wake itakwenda kuiweka shule ya maana yake ni lini shule ile ya Philip Mangula halmashauri itaipa nafasi ya kuwa na kidato cha 5 na 6? B, shule ya Philip Mangula wakati kianzishwa shule zingine hizi ambazo zimeongezeka, maana tuna shule nyingi katika halmashauri yetu, walimu wengi walikuwa wakitolewa katika shule ya Philip Mangula, ambapo imesababisha kuwa na upungufu wa walimu takriban zaidi ya walimu 5. Lakini shule ile pia ni moja kati ya shule teule za amali ambazo zinafundisha masomo ya mifugo na kilimo, na manake tumeongeza masomo lakini walimu tumepunguziwa. Je, ni lini mkurugenzi atakwenda kuweza kupeleka walimu katika shule ile ya Philip Mangula sekondari, hasa wale 5 ambao walibadilishwa? Lakini jambo la pili, fahamu kwamba tumeongeza masomo ambayo tuna life skills ipo pale, wanafunzi wanajifunza, kuna business start, tuna English literature. So masomo haya ya amali yamekosa kabisa mwalimu. Kwa hiyo wanafunzi wameshaingia katika mtaala huo mpya, lakini wakiwepo bila kuwa na mwalimu. Naye kwa maalum wake, ni lini tutapeleka mwalimu kwa ajili ya masomo ya Bible ya life skills na business study? Che itasambamba na hilo kwa sababu ni elimu hiyo itakuwa inaelekea elimu msingi na awali. Pale shule ya msingi Imalinyi tumefanya ongezeko la shule na kugawa shule. Kutoka shule ya msingi Imalinyi sasa wanafunzi wameongezwa kwenda shule ambayo tumejenga mpya, na naishukuru sana serikali yangu ya awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa na shule nyingine ya juhudi. Lakini walimu hawajapelekwa kwa maana ya kwenda kufundisha. Na wakati huo hata awali walimu kuwa na upungufu mkubwa sana na shule ya Masauni. Ni lini mkurugenzi, baada ya kuwa tumeigawa ile shule ya msingi Imalinyi, lakini sanjari na hiyo na shule ya Masauni, utaniletea walimu ili wanafunzi wale wapate masomo sawa na wanafunzi wengine walio katika shule zingine? Asante. 26. Hivyo kuwepo na upungufu wa walimu 4 wa masomo ya biashara, life skill na ujuzi wa maisha, physics na hesabu, na hii kutokana na wingi wa mikondo. Hivyo tutaendelea kusubiri walimu wa ajira mpya, mara watakaporipoti watapangiwa katika shule hiyo. Lakini pia swali fungu A, shule iwe na usajili wa kidato cha 5, kuna vigezo ambavyo vimewekwa ikiwemo uwepo wa madarasa ya kutosha, mabweni, bwalo, maktaba na maabara ya miundombinu mingine katika shule ya Philip Mangula. Kwa vigezo tajwa hapo juu, inakosa mabweni kwa ajili ya wanafunzi watakaokaa nje ya mkoa, kwa kuwa shule zenye kidato cha 5 ni za kitaifa. Kwa kuwa shule za kidato cha 5 za kitaifa, vigezo vingine ambavyo vinakosekana ni kutokamilika kwa bwalo ambalo wanafunzi wanahitaji kula wakati wakiwa bwaroni, ukosefu wa maktaba kwa ajili ya kusomea wanafunzi kusomea kwa muda wa ziada. Hivi vikikamilika, shule inaweza kusajiliwa kuwa kidato cha 5. Nafikiri kwa malengo hayo tunajifunza kwamba kwa nini lazima tuwe na vigezo, na vigezo hii shule inaonekana haijakamilisha kwa sababu ya hivyo ambavyo vimetajwa, kwa maana
ya maktaba nafikiri na bwalo. Kwa nafikiri pale itakapokamilika inaweza ikawa imekizi vigezo kwa maana ya kupata kidato cha 5. Asante mheshimiwa mkuu, kama kuna nyongeza Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani hayo ndio majibu yetu ya swali la msingi la Mheshimiwa Onesimo Ndala, na natambua Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba ile shule ni kongwe na ni shule ambayo pia ina jina la kiongozi wetu wa kitaifa ambaye amefanya kazi kubwa. Kwa hiyo tutaendelea kushirikiana na Mheshimiwa Diwani kuhakikisha kwamba ile shule ikipata hivi vigezo hasa vya mabweni ya wasichana na wavulana wa kidato cha 5 na 6, lakini na bwalo pamoja na madarasa mengine ya kuongeza. Na bwana natambua Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna shule ya Filimon Mwanjo ambayo tuliletewa fedha na tumekamilisha mabweni na madarasa. Tuna shule ya Dr. Dugange ambayo tumekamilisha mabweni mawili na madarasa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka huu serikali ikitupa ndio tutaiona shule hii pia kama kwa ombi la Mheshimiwa Diwani na yenyewe ipate fedha hizo ili ikizi kwenye vile vigezo ambavyo vinatakiwa kufunguliwa. Yaani tarafa ya Malinyi, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa taarifa, tunazo shule mbili za Ilepo. Tunayo shule ya Mount Kipengere na tunayo shule ya Makoga. Kwa hiyo tukiongeza na hiyo ya Philip Mangula, maana tutakuwa na shule 3. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tu kama majibu uliotoa ni majibu ambayo ni msingi, na kama mheshimiwa ameruiwa kwamba ile shule iwe ya kidato cha 5 na 6, basi tutaendelea kufanya kuwasiliana na serikali ili tupate fedha ambayo inakidhi miundombinu hiyo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hii shule inafikia kwenye viwango. Nilikuwa nimesema kuna shule mbili, lakini pia tuna shule ya Njombe Girls ambayo ni shule ya 3 katika ile tarafa ya Malinyi. Kwa jumla ya tarafa ya Malinyi yenye kata 7 tuna shule 3. Lakini tunatambua pale mheshimiwa kuuliza, manake nadhani mwezi jina la mzee wetu na itapendeza zaidi kuenzi vile jina. Kwa hiyo naomba tulichukue Mheshimiwa Mwenyekiti pamoja na majibu ya msingi, tuhakikishe kwamba tutapata serikali kwa kutumia mkono mwingine ili vigezo vikitimia then hiyo shule iweze kutimiza hiyo hitaji la Mheshimiwa Diwani. Asante. Asante sana mkurugenzi. Kwanza sasa nilitaka nione utaratibu ukoje. Bahati mbaya sana jana mimi sikufika. La kwanza ni namna gani tunaweza kuwasilisha maswali ya papo kwa papo ukizingatia jiografia ya halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe ilivyo, na kama ndivyo, kwa nini usiweko utaratibu unaoweza kuwasilisha maswali online? Yaani utaratibu ambao mtu aliyopo Saja anaweza kuwasilisha swali la papo kwa papo, badala ya kuwa anatakiwa afunge safari kutoka Saja aje alete karatasi hapa ya swali la papo kwa papo. Kama ndivyo ulivyo utaratibu, nilitaka na lenyewe tupate utaratibu mwafaka, kwa sababu wenye maswali ya papo kwa papo ni wengi, lakini wanashindwa kwa sababu wanatakiwa wasafiri kutoka umbali mrefu kuja kuwasilisha swali la papo kwa papo. Kwa hiyo la kwanza nilitaka mwenyekiti tuone utaratibu. Lakini utaratibu la pili, nikiwasilisha swali la papo kwa papo natarajia wataalamu watoe majibu sahihi. Sasa hapa nimeona mwenyekiti wetu ambaye ni diwani mwenzetu anatoa majibu. Sasa hili linakaaje kwenye utaratibu? Maana naona kama vile na mimi nimeendelea kuangalia bunge pale, naona wakiuliza maswali ya papo kwa papo anajibu waziri mkuu ambaye ndio serikali sasa tunayoihoji. Sasa hapa naona anajibu mwenyekiti ambaye ni diwani mwenzetu. Sasa utaratibu ukoje? Ni nani anatakiwa atujibu madiwani kwa maswali ya papo kwa papo? Nilitaka na lenyewe utaratibu uwekwe sawa sawa. Lakini jambo la tatu, katika hoja hii ya maswali ya papo kwa papo tumekuwa na maswali mengi ambayo tungeweza kuuliza, lakini swali linatakiwa moja. Kwenye ajenda ambazo zipo hapa kwa siku ya leo, kuna mambo mengi ambayo mimi diwani nilitakiwa niyajue, lakini sitaweza kuyajua kwa sababu ajenda hizo hazipo. Sasa utaratibu na wenyewe unakaa. Kwenye kanuni namba 23 kipengele cha 6 kuanzia kipengele cha kwanza
Mjumbe ambaye kwa maana ya mheshimiwa diwani ambaye ana swali la papo kwa papo atawasilisha ndani ya masaa zaidi ya 24, na kutakuwa na register. Akifika anaandika jina lake, sawa, kata yake, baadaye anasaini na swali hilo analowasilisha. Lakini kwa sababu ya hiyo uliomba, kwa sababu dunia sasa imeenda kwenye tehama na tayari waheshimiwa mnavishkwambi, then bado unaweza kuwasilisha kwa online, alafu baadaye unakuja kusaini pale ili kukidhi kanuni yetu. Kwa hiyo inawezekana wala ina shida, kwa sababu ni vitu ambavyo vingine vitua kabla tehama haiendelea sana kwenye cheti. Kwa hiyo unaweza kuwasilisha online, alafu na kufika sasa kwenye party caucus kwa mfano, unakupa kitabu, unaandika jina lako, unaweka na sahihi ili kudhibitisha kama ile swali tulilopokea linatoka kwa mjumbe. Namba mbili ni kwamba nani anahusika. Kwa mujibu wa kanuni, anayehusika kujibu maswali kwenye baraza mara nyingi ni wenye viti wa kamati. Kwa mfano leo tuna kamati 3. Swali lolote likiulizwa la uendeshaji wa halmashauri, wenye viti wale wa kamati wanajibu, na maswali ya papo kwa papo anajibu mwenye viti. Anaweza akaomba msaada wa mtendaji ambaye ni katibu akamsaidia pale ambapo utakuwa na clarification zaidi, lakini kwa mujibu wa kanuni za uendeshaji wa halmashauri mwenye viti ndo anaulizwa swali la papo kwa papo, na ndio maana linakuja ili liandaliwe majibu. Na ukiangalia swali kwenye ile kanuni, maswali yanayotakiwa kuulizwa ni maswali ambayo si ya takwimu, ni maswali ya uendeshaji, mpango, kama alivyouliza Onesimo Jobu Liandala. Lakini kwa mujibu wa kanuni mwenyekiti ndo anatoa majibu, na ana uwezo kufanya consultation na katibu kwa ajili ya kumsaidia. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mwisho kujua maswali mengi ya halmashauri ni kwamba vyote hivyo viko kwenye kamati zile za kudumu. Kama kuna mjumbe anatakiwa kujua mambo mengi sana ya halmashauri, yanajadiliwa kule kwenye kamati za kudumu au kwenye party caucus. Kwa hiyo pale kwenye party caucus, kama kuna mheshimiwa diwani anatakiwa kujua na vitu vingine ambavyo anaona kwenye kamati za kudumu, yeye hataingia. Kwa mfano wewe ni mjumbe wa kamati ya elimu, huwezi kuingia kwenye kamati labda ya uchumi. Sawa, vingine vinaongelewa kwenye party caucus pale. Mheshimiwa diwani anapata maswali